Kocha huyu Fox mimi napenda kumuita Fox. Usipomwelewa kama hujasoma Cuba, yani kama hujasoma Cuba, huwezi kumuelewa. Yani kama hujasoma Cuba, huwezi kumuelewa. Kocha huyu kipindi cha kwanza watu walikuwa muelewi ujue. Malalamiko mengi ukimwangalia huyu Fox, watu wengi wanapenda kumuita Fox. Mimi namuita Fox. Ukimwangalia kwa haraka kama hujasoma Cuba huwezi kumuelewa hata kidogo. Wanakuambia ana mpira ambao usioeleweka. Kocha huyu mara kwenye kipindi cha kwanza dakika 45 za kwanza ana mpira mmoja unaitwa bembeleza mwana. Ana mpira mmoja unaitwa bembeleza mwana. Huo bembeleza mwana ukija kwenye watoto waliozaliwa miaka hii. Wakina mama wengi mnawakosea watoto wa miaka hii na ndio maana watoto 2000 mnaokuwa mnawadekeza mnawalea vibaya ndio maana wanakuwa wakilemaa. Mtoto wa miaka hii anabembelezwa, unamnyoshwa uji kwa kutumia kijiko na kikombe. Sasa huyu kocha Fox waga anakwenda Misri ya kipindi cha kwanza anamnyosha mtoto kwa kubembeleza kwa kunywesha uji kwa kutumia kijiko na kikombe. Ila kipindi cha pili sasa waga anabadilika na kwenda kizamani. Sasa kizamani sasa mtoto ukiona anakataa kunywa uji unamziba pua alafu unamwekea mkono hapa. Akifa itakuwaje? Hapo ndo anamwambia ukishamziba pua unamwambia achague kunywa uji na kufa bora nini. Kwa lazima achague kunywa uji. Kwa Fox mmoja kati ya kocha professional. Kwanza ukiangalia tulikokunywa kule tatu kule. Nikajua huyu hawezi kutoboa, yani ashinde 4 bila mbele ya wananchi wenye hasira kali. Nikamwambia huyu leo nani walete? Hawezi kuja kuchomoka. Kwa hiyo unaona nimeshampa kibodaboda leo. Kuna nilimpa bajaji kule. Huku nilimpa bajaji. Kwa hiyo kwa bodaboda. Kwa na usafiri aina mbili. Kuna bajaji pamoja na bodaboda. Kwa hiyo naomba walete. Sisi shughuli yetu ya wanaume ambao tumeruhusiwa na CAF kuja kuangalia soka safi. Mpira unome, mpira uyangasule. Tushamaliza shughuli. Kabla dakika 90 tumezungumza, uliniambia hapa milioni 30 za mama. Leo tunachukua. Mambo yamekuwa tofauti mzao tofauti. Na ndio maana nimekwambia kwanza tumeangalia kesho kutwa ndio tuna mchezo kule. Uwanja ambao nyonyo waandishi habari mnaujua ule uwanja. Na ndio maana ukiangalia hata kwenye line up wachezaji walioanza leo, ni wale ambao wanaanzaga kikosi cha pili. Kwa hiyo watu wamemwambia kocha, acha kuwatumia yale majembe yale. Kwamba mechi ambayo kule ule uwanja unakuwaga kama punda kama ng'ombe katoka kulima mle. Kwa hiyo hebu angalia leo watumia kina Chikola, watumia kina nani yule Kibwana Shomari. Na ndio maana ukiangalia amefanya kama kwa macho la karanga kafanya kama sabu kama 2 ama 3 tu. Kamtoa nani? Kamtoa Mdathili, kamuingiza Chikola. Kamtoa Pakome, kamuingiza yule boy aka Tembo. Unaona mabadiliko akabadilika pale mtoto tukaanza kumpelekea moto. Ndio lile pila langu la winome la uyanga. Wanasema kocha afike Christmas. Nimekwambia hayo maneno ya watoto wa Mudi. Kwanza watoto wa Mudi atuongee nao, mimi nishakataa kuongea na watoto wa Mudi. Kwanza wao wenyewe mpaka sasa hivi ni nani? Ni yatima. Hasa unaongea na yatima watakupeleka wapi? Twende na ukweli, ile goli unalielewa? Goli ndio maana wakati natoka kuongea unataka niongee kama tangazo la vifo. Nimekwambia kocha huyu kama hujasoma Cuba, unajua kule Cuba watu wanajua unasomea nani? Vita. Kule unaweza kusomea hata mpira. Kwa hiyo waende Cuba, ukishasomea Cuba ndio utajua utamuelewa kocha huyu. Lakini kama hujasoma Cuba, kuhusiana na mpira wewe kumuelewa kocha. Kwa hiyo huyu kocha lazima usome Cuba. Kwa mimi nilosoma Cuba, mimi namuelewa sana huyu kocha. Bembeleza maana mshoto naenda kumkanda. Nimemsaka Wailet Misiri ya kwenda kumsaka kunguni kwenye sofa. Na Yesu ukimsaka kunguni kwenye sofa na Yesu ukimkosa unafanyaje? Unalipua sofa zima. Kwa hiyo nilichokifanya leo nimemtafuta kunguni, nimeona msumbufu, nikalipua sofa zima. Kwa hiyo unaona sasa wanaume wale. Haya tunasubiria wale watoto wa Mudi kesho wanakuja kucheza kama hapo makaburini. Rais ukienda makaburini peke yako, ukikanyaga gogo likilia kaka unaona kuna mtu anakuja ni kumbe unajishtukia huko peke yako. Kwa kile kikundi cha wauni yake watoto yatima kesho wako peke yao hapa. Ni kikundi cha genge la wauni kesho. Nimesikia kesho hata Mwembe Yanga amepigwa marufuku maana wanafungaga sabufa na TV na TV la kichogo pale. Kwa hiyo kesho pale amepigwa marufuku. Wameenda Koko Beach sasa mimi sishangai kwenda Koko Beach watoto wa Mudi kwa sababu kwenye pre-season Yanga alienda Rwanda kuna mchezo mmoja tu karudi na kombe la Golden Leaf. Mtoto wa Mudi alikuwa kule Misri kule akaogelea kwenye madimbu. Sasa unashangaa kwenda kuogelea kwenye madimbu kule Koko Beach. Leo unaweza kushangaa hata wachezaji wote kaenda kuogelea kwenye madimbu Koko Beach kule. Kesho hapa uwanja wanakuja wanaume wastaarabu. Ukiwa ni mtu wa vurugu unaenda kashangilia huko mtaani huko kwa hata kule nani kule Mwembe Yanga amepigwa marufuku. Kwa hiyo sisi ambao mashabiki ambao tusikuwa na mbamba mjini kama hivi game is over tunaendelea kucelebrate tunawaambia wanatukutana jijini Mbeya. Sasa wale yatima kesho wanacheza yatima wala watoto yatima wale. Kesho kazi wanayo. Na nimwambie yule nani na makirikiri yule. Tumwambie kesho kama mechi ingekuwa inaruhusiwa mashabiki tu. Mimi kesho ningekuja kuonga ndugu zangu wale. Kwani leo mmeigomea mechi? Nani? Uwanja hujajaa. Uwanja hujajaa.
Wahenga wanakuambia panya wengi atimbi shimo. Unaona tulipokuja mnaona lakini tulikuwa kama milioni 2. Haya si haja. Sasa sikuwa kuja achache. Naona ucheza yatima kesho bwana nani? Maana tuongelee kweli. Tulokuja achache na wanaoomboleza kesho wale watoto yatima wako peke yao. Maana kesho kelele zitakuwa zinasikika, labda mpira upigwe pum ndio utakuwa unasikika. Lakini hamna kesho. Kesho kinazoa wako peke yao. Kwa hiyo tuambie watoto Modi. Mimi sio mshindani wangu ule Mwembe wa Uwani achaneni nao. Nikiwa kama rais wa Tanzania niwaambie wananchi, kocha huyu anayesema kwamba afiki Krismasi. Bwana kuna kocha wakati tunakwenda kwenye kale kadabi sio dabi. Na ule mtoto wa Mudi kibonde wangu ule Mwembe wa Uwani Pombe ya Ngomani. Walisema kocha hali Krismasi. Nani ajara Krismasi sasa? So ameenda kula amerudi peke yao watoto nani kocha kapanda kimbinyiko kwao hawana wamerudi na kimbinyiko hao huko. Kwa wale yatima kesho mpaka saa 1 muda huo utasikia yule nani Mgunda yule. Mgunda nani kocha msaidizi. Walomkopa yule kwa njia vikoba kuna kocha amemkopa. Yule nani walamgeuza kako kuna chooni wanamtoa wakati wa shida. Nani yule? Nani yule mzada iwaka yule? Bwana yule nani yule anageuza. Huyu nani Matola huyu. Hapo sipojiangalia yule Matola na alogaga makocha wenzao waondoke yule. Wewe subiri mimi kwa kuambia yule Selemani. Sasa makocha wengine wanaondoka wewe huko. Yaani wao wamegeuzwa kiraka spare time Matonya nimegeuka spare tile ndo Matola zakageuka spare tile. Kwa hiyo niwaambie wananchi tuendelee kucelebrate wazungu wanaita maana naongea Kiingereza kucelebrate. Watoto wa Mudi watakuwa leo maana kucelebrate nini watakuwa ile maana kucelebrate. Maana kucelebrate ni kusherehekea huko. Sasa wewe subiri. Sinakuja kurukaruka kisha lile toto yatima. Baada ya dakika 90 kuisha utasikia mtoto wa Mudi anabakia hapa yupo kambi ya Uzamwenge. Wanaume wale atakuwa anaendelea kukushangaa unapopanda ndege. Wewe subiri kwenye mchona kipai. Kuna mtu ataenda kupanda vimbinyiko pale Mbezi muda si mrefu. Hilo ndio pila unombe uyangasule. Tunaendelea kuacha tu enjoy.